NDTV, sauti ya ufahamu na ufunuo, mahali maarifa yanapofungua akili na kuleta mwanga wa maisha. NDTV, the voice of wisdom. NIDTV, nuru iliyofichwa duniani. Naam, basi ninaomba nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi chetu cha NIDTV, na tuliangazia nafasi ya kwanza inayohusiana na habari za siasa, na leo ni nafasi ya pili inayohusiana na habari za imani. Ninaomba utulivu wako mahali popote ulipo unaponisikiliza, uwe mahali patulivu, ili kwamba uweze kupata huu ufunuo ambao Baba wa mbinguni ameweka ndani yangu kuhusiana na habari za imani, kwa sababu hapa ndipo kuna msingi wa maisha ya mwanadamu, sawasawa na maandiko yanavyosema katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 10 na mstari wake wa 38, anasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Wanaposema mwenye haki ataishi kwa imani, manake matokeo ya uhai wa mwenye haki inatokana na imani yake. Ina maana maisha ya mwenye haki yanategemea imani yake. Kwa hiyo huwezi kutofautisha maisha yako na imani, na huwezi kutofautisha uhai wako na imani, huwezi kutofautisha biashara zako na imani, huwezi kutofautisha namna kuyaendesha maisha yako na imani. Manake maisha yako kwa ujumla ni imani. Anaposema mwenye haki ataishi kwa imani, chukua neno kuishi, manake kwamba kuishi ni uhai, kuishi ni uzima, kuishi ni kuwa na afya njema, kuishi ni kuyaendesha maisha, kuishi ni kupumua. Anaposema mwenye haki ataishi kwa imani, tafsiri yake kwamba kuishi kwa mwenye haki, kuwa hai kwa mwenye haki, uzima wa mwenye haki, afya ya mwenye haki, kupumua kwa mwenye haki kunategemea imani yake. Ina maana kumbe imani sio sehemu ya maisha, imani ni jumla ya maisha. Sasa ninaomba nikurudishe katika kitabu cha Waebrania hicho sura yake ya 11 na mstari wake wa kwanza. Biblia inasemaje? Imani ni kuwa na hakika. Unaposikia imani ni kuwa na hakika, unakuja kupata ufunuo kwamba imani sio kitu hewa. Imani sio pumzi ambayo unapuliziwa ndani ya nafsi, kwamba kuna kipumzi fulani ambacho kimekaa ndani ya nafsi, ambacho hicho sasa ndicho kinatafsiriwa kama imani. Imani ni kuwa na hakika. Unaposikia hakika, tunaanza kutafsiri huu hakika ili utupe picha ya kugundua imani ni nini. Unaposikia neno hakika, ni zao la kujua, ni matokeo ya kujua, na kujua ni matokeo ya kujifunza. Tafsiri yake kwamba huwezi kuwa na uhakika na kitu usichokijua. Ndio maana nimesema kwamba imani sio kitu hewa au pumzi fulani au giza fulani. Huwezi kuwa na imani na kitu ambacho hujawahi kukijua, au hujawahi kukiona. Hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Na kujua ni matokeo ya mtu kujifunza. Ina maana kwamba huwezi kusema kwamba nina imani na kitu ambacho hujawahi kukijua, hujawahi kukisikia. Ndio maana katika Warumi sura yake ya 10 na mstari wake 17 anasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Manake kwamba huwezi kusema kwamba naamini kitu ambacho hujawahi kukisikia. Huwezi kusema kwamba naamini kitu ambacho hukijui. Hivi vitu ni vitu vinavyopingana, na lazima uanze kuelewa. Kwa mantiki hiyo, kama imani ni kuwa na hakika, na hakika ndiyo imani, na hii hakika ni matokeo ya kujua, na huku kujua ni matokeo ya kujifunza, utaenda mbali. Utagundua hapa duniani kuna aina nyingi sana za imani, na imani wala sio moja. Na mimi nimeweka katika tabaka mbalimbali. Kuna imani ya miungu, kuna imani ya kumwamini Mungu wa mbinguni, kuna imani kwa ajili ya dini, kuna imani kwa ajili ya siasa, kuna imani kwa ajili ya sayansi, kuna imani kwa ajili ya teknolojia. Tutajifunza haya yote kwa sababu njia zote hizi huja kwa kusikia. Manake chochote unachokisikia kinatengeneza imani. Na kumbe kama imani inatengenezwa kwa kujifunza kunakotokana na kusikia, utagundua kwamba kuna imani sahihi na imani ambayo sio sahihi. Inategemea na nini ambacho umekisikia, inategemea na nini ambacho nakijua, ambacho kinakutengenezea uhakika. Ndio maana ukiangalia
katika ile Waebrania hiyo 11 na mstari wake wa 6 anasema, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana kila mwendeaye lazima aamini kwamba yupo na huwapa thawabu wao wamtafutao. Okay, toa neno aamini kwamba yupo, weka hawe na uhakika kwamba yupo. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwamba kila mwendeaye awe na uhakika kwamba yupo. Unaona ninavyokaa kwa ubora wake? Ndipo sasa akili zako zikurudishe basi kwenye kitabu cha Marko sura yake ya 15 na mstari wake wa 39, anapozungumza habari za akida mmoja ambaye alimuona Kristo amekata roho namna hii, akasema hakika yake huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa nini aseme hakika yake huyu alikuwa mwana wa Mungu? Kipindi Sanhedrin walipokuwa wanamstaki Kristo kwa baraza la wakuu wa makuhani, wale watu shtaka lao kuu lilikuwa kwamba huyu anajiita kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kumbuka yule akida alikuwepo. Sasa alipoona Kristo alipokata roho namna hii, akasema hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kama nilichokisikia na nimekiona leo, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Maana yake kwamba anasema nimeamini huyu ni mwana wa Mungu baada ya kusikia walivyokuwa wanamstaki na hichi ambacho nimekiona, kwamba ni hakika yake huyu alikuwa mwana wa Mungu, kwamba nimeamini huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa huwezi kutofautisha hakika na imani, na huu hakika ni zao linalotokana na kujua. Hivi vitu lazima vikae kwenye akili zako, ndipo sasa picha utakayoipata ni kwamba utaanza kuangalia nini unachokiamini, na unachokiamini ndicho kinachotafsiri maisha yako. Okay, naomba nikupeleke hivi. 1 kujumlisha 1 ni 2. Nakupa huo mfano, 1 kujumlisha 1 ni 2. Kwa nini ni 2? Kwa changamoto ya haraka haraka utagundua kwamba ni 2 kwa sababu ulifundishwa ni 2. Kwa nini 1 kujumlisha 1 isiwe 5? Kwa nini 1 kujumlisha 1 isiwe 6 au 3? Utapingana na mtu anayekuletea elimu hiyo, hata kama ana elimu kubwa kuliko wewe, hata alisoma elimu kuu kuliko wewe, hata kama ana doctorate, hata kama ana masters. Huwezi kukubaliana naye kwa sababu umejifunza na ukawa na uhakika na ukajua kwamba 1 kujumlisha 1 ni 2. Okay, tuende kwenye mtu ambaye hajawahi kusikia wala kujifunza habari za namba, wala akilini mwake hamjawahi kupita habari zozote kuhusiana na namba, wala kuona namba, wala kusikia habari za namba. Okay, huyo mtu tumwekee 1 kujumlisha 1 ni 2, na tumwekee 1 kujumlisha 1 ni 11, au tumwekee 2 kujumlisha 2 ni 4, na tumwekee 2 kujumlisha 2 ni 22. Kwa akili za kawaida, kwa mtu ambaye hajawahi kusikia habari za namba au kuona mchoro wa namba, kwa akili za ufahamu wake alioumbwa na Mungu na uwezo wa macho yake kung'amua mambo, atakwambia kwamba 1 kujumlisha 1 ni 11, kwa sababu ni 1 1 2 ambazo ziko mbele yake. Kwa nini wewe unaamini kwamba ni 2? Ni kwa sababu ndivyo ulivyofundishwa na ukawa na uhakika. Kumbe utakuja kugundua kwamba uhakika ni imani na imani ni uhakika. Sasa utakuja kupata ufahamu kwamba hapa duniani kumbe kila mtu hapa ana imani yake hapa duniani, kwa sababu imani inakuja kulingana na kile unachokisikia. Unasikia nini? Kile unachokisikia basi ndicho kinakupa kujua, na kule kujua ndio kunakupa uhakika, na ndiyo imani. Ina maana kwamba tafsiri yake, ukijua vibaya unaamini vibaya, na ukijua vizuri umeamini vizuri. Ina maana kwamba kama kuna kitu ulichojifunza ambacho sio sahihi, hicho kitu ndicho kinakupa imani ambayo sio sahihi, na kama umejifunza kitu ambacho ni sahihi, hicho kitu ndio kinakupa imani ambayo ni sahihi. Na angalia, kiwango chako cha kujifunza na kujua ndicho kiwango chako cha uhakika na kuwa na imani. Biblia inasema kwamba tunatoka imani kwenda imani. Unafikiri ni kitu gani? Kulingana na namna ambavyo tunaendelea kumjua sana Mungu,
ndicho kiwango chetu cha kumwamini sana Mungu. Wanafunzi walimwambia Kristo kwamba tuongezee imani. Unafikiri kitu gani? Sio kwamba Kristo aliwaita akawapulizia pumzi moyoni kwamba pokeeni imani au naongezea imani, au kwamba kuna nguvu fulani iliyoingia ndani ya nafsi zao ndio sasa iliwafanya kuanza kusema kwamba ninaamini. Kwa wasomaji wa Biblia wazuri utagundua kwamba Kristo alikuwa anafanya injili kwa muda wake mwingi. Sasa wanafunzi walipomuomba, tunaomba utuongeze imani, yeye hakuwapulizia pumzi, aliongeza kiwango cha kuwafundisha. Muda wake mwingi akawaketisha chini kuwapa maarifa. Sasa muda wao mwingi wa kusikia na kujifunza, kiwango chao kilipokuwa kikiongezeka cha kujua nini yaliyo mapenzi ya Mungu, ndicho kiwango chao cha imani kilivyokuwa kikiongezeka. Ina maana hivi, ukiongeza juhudi ya kujifunza katika kitu chochote unachoweza kukisikia na ukakijua na kuongeza uwezo wa kujua, ndicho kiwango cha uhakika wa hicho kitu na ndicho kiwango cha imani kinaongezeka. Ndio maana leo kuna watu ambao wanaamini hakuna Mungu, walijifunza hivyo na wakaongeza kiwango cha kujifunza hivyo na wakawa na uhakika mkuu, na wanaweza kupingana na wewe kwa namna isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu ndivyo walivyosikia, wakajifunza, wakajua kwamba hakuna Mungu duniani. Wapo na wakaamini hivyo, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia. Alichokisikia akajua na akawa na hakika nacho, na hicho ndicho anachokitetea, kwa sababu ndio maisha yake na hawezi kwenda kinyume na hicho. Sasa lazima uanze kucheki huwa unasikia nini, na unachokisikia ndicho kinakutengenezea wewe imani. Ninaomba niweze kukaribisha kwa mwendelezo zaidi, hii ikiwa kama introduction ya somo letu la kuhusiana na imani. Tutaliweka katika vipengele mbalimbali, kwa sababu kuna kuamini Mungu, kuna kuamini miungu, kuna kuamini dini na kuna kuamini siasa au sayansi na teknolojia. Haya yote tutayapanga kwa ubora zaidi ili uweze kujua leo wewe unaamini nini, na unachokiamini ndio kinatafsiri maisha yako. Na Bwana akubariki.